بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف حفظه الله: ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس. tuko katika kuelezea sifa za ahlus sunnati wal jamaa. Anasema na hawa ahlus sunna وَيَعْلَمُونَ أَنَّ أَصْدَقَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ, wanajua kwamba maneno ya kweli zaidi ni maneno ya Allah, na bora ya mwongozo ni mwongozo wa Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Qala yani man kana ala tariqati ahli sunnati wal jamaa, aliyekuwa katika njia ya hawa ahlus sunna wal jamaa wanajua kwamba maneno ya kweli ni maneno ya Allah, na bora ya mwongozo ni mwongozo wa Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wayuthiruna kalama Allah ala ghairihi min kalami asnafi nnas, wanakhitari maneno ya Allah kuliko maneno mengine min kalami asnafi nnas, katika maneno ya sampuli za watu. Wayuqaddimuna hadiya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala kulli ahad, na wanatanguliza mwongozo wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuliko mwongozo wa kila mtu. Walihadha summu ahla alkitabi was-sunna, kwa hivyo ndio wameitwa ahlul kitabi was sunna, kwa sababu wanatanguliza maneno ya Allah na pia wanatanguliza mwongozo wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Walihadha summu ahlal kitabi was sunna, kwa hivi ndipo wameitwa ahlul kitabi was sunna. Wasummu ahlal jamaa, na pia wameitwa ahlul jamaa, watu wa jamaa, kundi moja. Lianna aljamaata hiya alijtimaa, sababu jamaa ni hiyo muwafaka, kuwa pamoja. Wa dhidduha alfurqa, na kinyume chake ni furqa, mfarakano baina ya Waislamu. Hii ndiyo sababu ya kuitwa ahlul kitabi was sunna, kadhalika ahlul jamaa, lianna aljamaata hiya alijtimaa wa dhidduha alfurqa. Jamaa ni ijtimaa, kuwa pamoja, na kinyume chake ni furqa, kufarikiana. Wa in kana lafdhu aljamaa qad sara isman li nafsi alqawmi almujtami'in, japokuwa lafdhi hili la jamaa limekuwa ni jina la nafsi ya watu wenye kuwafikiana. Wa in kana lafdhu aljamaa qad sara isman li nafsi alqawmi almujtami'in, japokuwa lafdhi hili la jamaa limekuwa ni jina la nafsi ya watu almujtami'in, wenye kuwafikiana wakawa pamoja. Walijma'u huwa al-aslu ath-thalithu alladhi yu'tamadu alayhi fil ilmi wad-din. Ijma' ni asli, ni msingi wa tatu ambao hutegemewa katika ilmu na dini. Al-ijma' alkitabu was-sunna wal-ijma', itifaqi ya maulama. Kwa hiyo huu ni msingi wa tatu ambao hutegemewa katika ilmu na dini. Wa hum yazinuna bihadhihi al-usuli jami'a ma alayhi an-nasu min aqwalin wa a'malin batinatan aw dhahirah mimma lahu ta'alluqun bid-din. Na wao ahlus sunna wanapima kwa misingi hii mambo yote walionayo watu. Wa hum yazinuna bihadhihi al-usul,
na hawa ahlus sunna wal jamaa wanapima kwa misingi hii, alkitabu wasunna wal ijma', wanapima jamia ma alayhi nnasu, mambo yote walionayo watu, min aqwalin, iwe ni maneno, wa a'malin, na vitendo, batinatan au dhahira, viwe vya ndani au vya wazi, viwe vya siri au vya wazi, mimma lahu taalluqun biddin, katika mambo yenye uhusiano na dini. Wanapima kwa hivi vitu vitatu, alkitabu wasunna wal ijma'. Wal ijma'u alladhi yandhabitu huwa ma kana alayhi salafu salih. Ijma' hii ambayo ndio inodhibiti haya, ndio kipimo cha haya, ni ile waliokuwa nayo hao watu wema waliopita, ndio ijma' inayozingatiwa. Itifaki ya maulama inayozingatiwa ni itifaki waliokuwa nayo as-salafu salih, watu wema waliopita, as-sahaba wat-tabi'un wa atba'u at-tabi'in, idh ba'dahum kathura al-ikhtilaf wa intashara fil umma, kwani baada yao, baada ya hao salafu salih, kathura al-ikhtilaf, ilikithiri ikhtilafu ya watu, wa intashara fil umma, ikaenea hiyo ikhtilafu kwa umma. Kwa hiyo ijma' inayozingatiwa ni ijma' ya salafu salih. Idhan fatariqatu ahli sunnati wal jamaa ittiba'u al-athar, kwa hiyo njia ya ahli sunna wal jamaa ni kufuata hizi athar. Yattabi'una ma warada 'anil nabiy sallallahu alayhi wasallam al-mukhtar, wanafuata aliyokuja kutokana na mtume sallallahu alayhi wasallam mwenye kukhtariwa. Wala yafahamuna dhalika biuqulihim istiqlalan, wala hawafahamu hayo yaliyokuja kutokana na mtume, hadithi hizi hawazifahamu kwa akili zao peke yake. Wala yafahamuna dhalika biuqulihim istiqlalan, hawafahamu hizo hadithi zilizokuja kutokana na mtume kwa akili zao pekee. Wala yahmilunahu ala araihim hamlan, wala hawazibebi kwa maoni yao kuzibeba. Hadha maf'ul mutlaq. Wala yahmilunahu ala araihim hamlan wa innama yurji'una dhalika ila ma huwa a'qadu bihi mimman jaa ba'dahum, isipokuwa wanarejesha hizo hadithi. Wa innama yurji'una dhalik, wanarejesha ufahamu wa hadithi hizo, ila ma huwa a'qadu bihi mimman jaa ba'dahum, kwenye jambo ambalo wamelifunga zaidi kuliko wale waliokuja baada yao. Wa hum ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, nao ni masahaba wa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, wa man tabi'ahum bi ihsanin min a'immatil huda, na waliofuatia masahaba kwa wema katika aima wa muongozo huu sahihi. Kwa hiyo ahlus sunna wanafuata athar, na wanafuata athari hizo si kwa ufahamu wao, bali wanategemea ufahamu wa hao salafu salih waliokuwa katika zama za mtume sallallahu alaihi wasallam, na kila waliofuata hao kwa wema. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أيضا: وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. njia yao ni dini, ndiyo dini ya Uislamu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alimtumiliza Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. وطريقتهم أي أهل السنة، وطريقة أهل السنة والجماعة هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. njia yao ndiyo dini ya Uislamu sahihi ambayo Allah alimtumiliza mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. لكن Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoelezea kwamba ummati wake utafarikiana vikundi 73, vyote vitakwenda motoni isipokuwa kimoja, wa hiya aljamaa. Wa fil hadithi anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala hum man kana ala mithli ma ana alayhi alyawma wa ashabi. Hao kikundi hicho, hiyo jamaa, ni waliokuwa katika mfano wa manhaji nilionayo mimi hii leo na masahaba wangu. Baada ya kusema hivyo na watu kufarikiana vikundi hivyo, sara almutamassikuna bilislami almahdhi alkhalisi an shaubi hum ahla sunnati waljamaa. Wamekuwa hao wenye kushikamana na Uislamu huo safi ulio takata na shaubi, vichanganyo vingine. Wamekuwa hao wenye kushikamana na Uislamu huo ndio ahlu sunnati wal jamaa. Ni kwamba wengine si kwamba sio Waislamu, wasioshikamana na manhaji hii si kwamba ni makafiri au sio Waislamu, ni Waislamu lakini hawakushikamana na Uislamu safi ambao haukuchanganywa na vitu vingine, haukuchanganywa na bid'a, haukuchanganywa na hizbia, uko Uislamu safi. Kwa hiyo ambao hawakushikamana na manhaji hii si kwamba sio Waislamu, ni Waislamu lakini Uislamu wao una chau, una vichanganyo vingi walivyoviingiza. ولذلك قال العلماء كالإمام البربهاري وغيره إن ذلك إنما يكون بالعودة لما كانوا عليه قبل الافتراق قبل الاختلاف. hilo linakuwa kwa kurejea kwenye ile hali waliokuwa nayo Waislamu kabla ya kufarikiana, kabla ya kukhtalifiana. inna dhalika إنما يكون بالعودة لما كانوا عليه قبل الافتراق قبل الاختلاف. hilo la kushikamana na Uislamu safi, Uislamu usiochanganyikana na doa lolote, hilo linakuwa kwa kurejea kwenye ile manhaji waliokuwa nayo hao salaf kabla liftiraqi qabla likhtilaf, kabla ya mfarakano na kabla ya ikhtilaf. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد بهذا الظرف الزماني قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. Mtume amelifunga hilo kwa hii dharfu zamani, man kana ala mithli ma ana alayhi alyawma wa ashabi. Hiyo jamaa ni wale waliokuwa katika mfano wa manhaji nilionao mimi hii leo na masahaba wangu. wa hum lam yakunu mukhtalifiana, yani lam yakhtalif ashabu nabii sallallahu alaihi wasallam fi al-i'tiqad. Masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam hawakukhtalifiana katika itikadi. Naam, walikhtalifiana katika masail fiqh, lakini katika aqida wote walikuwa kitu kimoja, katika manhaj wote walikuwa kitu kimoja. Qala wa lam yaqa minhum qattu muqarabatu li ahli albid'ah, haikutokea kwao kabisa kukurubiana na watu wa uzushi. Wa lam yaqa minhum qattu muqarabatu li ahli albid'ah, hao salaf haikutokea kabisa kukurubiana na watu wa bid'a, kama fi awwali hadithin fi sahihi Muslim rahimahullah, kama katika mwanzo wa hadithi iliyo katika sahihi Muslim rahimahullah. wa huwa ma kana min qawli Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma lamma ukhbira bihali alqadariyya alladhina yaqulun la qadara wal amru unufun. Hadithi
ambayo ni maneno ya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma alipoelezewa hali ya qadaria wale wanaosema kwamba hakuna qadar, Allah hajakadiria mambo yake. Wanasema wal amru unufun, mambo yenyewe yanatokea tu upya, lakini Allah hajakadiria lolote. Faqala Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma akasema, akhbiruhum idha laqitahum annahum buraa'u minni wa anni bari'un minhum, waambie, waelezee ukikutana nao kwamba wao ni wenye kuepukana na mimi na mimi ni wenye kuepukana nao. Hao qadaria, nufatul qadar, wanaokataa qadari ya Allah. Kwa hiyo as-salaf hawakukhtalifiana katika masala ya aqida wala katika masala ya manhaj. As-salaf hawakukhtalifiana. Fahadha ma kana alayhi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, hivi ndivyo walivyokuwa masahaba wa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Kanu la yuwadduna wala yuashirun wala yukhalitun man yuhaddu din Allah tabaraka wa taala, walikuwa hawapendi wala hawatengamani wala hawachanganyikani na wale wanaopinga dini ya Allah tabaraka wa taala. Ndio hiyo buraa'u, innahum buraa'u minni wa anni bari'un minhum, ni kwamba hawachanganyikana nao, hawatengamani nao, hawapendi wenye kuasi na kupinga dini ya Allah tabaraka wa taala. ومن يخالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم, hawachanganyikani na wenye kupinga dini ya Allah na pia wenye kukhalifu aliyoyaleta mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Kanu la yuwaddun wala yuashirun wala yukhalituna man yuhaddu din Allah tabaraka wa taala wa man yukhalifu ma jaa bihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walikuwa hawapendi, hawatengamani nao, hawachanganyikani na wenye kupinga dini ya Allah tabaraka wa taala na wenye kukhalifu aliyoyaleta mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. وكانوا لا يتنازلون عن شيء من ذلك رضوان الله عليهم, walikuwa hawatanazal jambo lolote katika hayo, ridwanullahi alaihim, hawatanazal bimaana hawaachi jambo lolote katika aliyokuja nayo mtume sallam kwa ajili ya hao wengine, ya kuwafuata hao wengine ambao wako kinyume nao. فمن أراد أن يكون من الفرقة الناجية والطائفة المنصورة فليكن على مثل ما كانوا عليه رضوان الله عليهم. Kwa hiyo wanaotaka kuwa katika kikundi hichi kitakachosalimika na adhab na kikundi hiki kilichonusuriwa, na awe mfano walivyokuwa hao salaf ridwanullahi alaihim. ومن أراد أن يكون من الفرقة الناجية والطائفة المنصورة فليكن على مثل ما كانوا عليه رضوان الله عليهم. anayetaka kuwa katika kikundi hiki kitakachosalimika na adhab, wa taifati almansura, na kikundi hiki kitakachonusuriwa, ahli sunna wal jamaa, falyakun ala mithli ma kanu alayhi ridwanullahi alayhim, na awe kama walivyokuwa hawa salaf ridwanullahi alayhim. Tumefahamu Kwa hiyo hao walikuwa wakijitenga na kila anayepinga dini na kila mwenye kukhalifu alivyokuja navyo mtume sallallahu alaihi wasallam, wala hawalikuwa hawatanazal wala kukaa nao wala kutengamana nao. Kwa anayetaka kuwa katika ahlus sunna wal jamaa, alfirqati najia wa taifati almansura, lazima awe kama hawa, afuate mwenendo wao, afuate athari zao. Si kwamba wewe ni katika ahlus sunna wal jamaa halafu unakuwa na watu wa bid'a
ndio watu wako, unazungumza nao na kutembea nao, huwezi ukawa katika alfirqatu najia ahlus sunna wal jamaa kama una upuuzaji huo wa haya waliokuja nayo hawa. Wa haulai humul ladhina akhadhu alislama khalisan la yashubuhu shay'un, hawa ndio waliochukua Uislamu hali ya kuwa safi, haujachanganywa na kitu chochote. Hawa as-salaf humul ladhina akhadhu alislama khalisan la yashubuhu shay'un, hawa ndio waliochukua Uislamu kwa mtume hali ya kuwa safi, la yashubuhu shay'un, haujachanganywa na kitu chochote. ولذلك صار من سار على نهجهم متمسكا بالإسلام المحض الخالص من الشوق. kwa hivyo waliokuwa wanakwenda katika njia yao hawa salaf, walidhalik sara man sara ala nahjihim, kwa hiyo anakuwa aliyekwenda juu ya njia yao, mutamassikan bil islamil mahdhil khalis min ash-shawq, ni mwenye kushikamana na Uislamu uliosafi, Uislamu uliotakata na kichanganyo chochote. Fasummu bi ahli sunnati wal jamaa fahum ahlu sunnati wal jamaa, kwa hiyo ndio maana wameitwa ahlu sunna wal jamaa, kila aliyefuata njia yao hali ya kushikamana na Uislamu uliosafi. فهم أهل السنة والجماعة، هاو أهل السنة والجماعة منهم الصديقون، كنا katika hao wasema kweli, washuhada na mashahidi, wasalihun na watu wema, wa minhum a'lamul huda wa masabihud duja, na kuna katika hao a'lamul huda, wale maulama wa uongofu na taa za giza zinazoangaza katika giza. Hum ulul manaqibil ma'thura wal fadha'ilil madhkura, hao ni wenye fadla zenye kunukuliwa na fadla zilizotajwa. Wa minhum a'immatud din alladhina ajma'a almuslimuna ala hidayatihim, na katika hao kuna viongozi wa dini ambao waislamu wameafikiana juu ya muongozo wao. Wa humu taifatul mansura, na hao ndio kikundi kitakachonusuriwa. Qala fihim an-nabiy sallallahu alayhi wasallam la tazalu ta'ifatun min ummati ala al-haqqi mansura la yadurruhum man khalafahum wala man khadhalahum hatta taquma as-sa'a, hakitaacha kuendelea kikundi katika ummati wangu kiko juu ya haki, mansura hali ya kunusuriwa, la yadhurruhum man khalafahum, hata wadhuru atakaye wa khalif, wala man khadhalahum, wala atakaye wakosesha nusra, hatta taquma saa, mpaka kitasimama kiyama, hawatadhurika, wataendelea kuwa juu ya haki. وقد مر التنبيه إلى ما في هذا النص، imepita maelezo yaliyo katika nasi ya hadithi hii, min ma'nan jalilin, ambao ni maana matukufu, wa huwa qawluhu sallallahu alayhi wasallam la yadhurruhum man khalafahum, hata wadhuru atakaye wa khalif. Almukhalif yakunu min kharij, mukhalif ni yule anayekuwa ni nje ya kikundi hiki, huyo ndio mukhalif. Ali nje ya kikundi hiki cha ahlus sunna, huyo ndio mukhalif. Kwa hiyo la yadhurruhum man khalafahum, hata wadhuru yule ambaye atawakhalifu hawa ahlus sunna min almubtadi'a, wala man khadhalahum, wala atakaye wakosesha nusra. Almukhadhilu wal khadhilu yakunu min ad-dakhil, huyu mukhadhil na al-khadhil, huyu anakuwa ndani yao anajinasibisha na ahlus sunna wal jamaa, huyu ndio al-mukhadhil au al-khadhil. فالذين ينتمون إلى منهاجهم على نحو من الأنحاء ولكن يخذلون ويختلفون من الداخل، هؤلاء لا يضرون شيئا
kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wale wanaojinasibisha kwenye njia yao ala nahwi min al-anha, yani kwa upande wote katika pande za manhaji hii na njia hii, walakin yukhadhilun wa yakhtalifuna min ad-dakhil, lakini wanawakosesha nusra na wanawakhalif kwa ndani yao. Hawa la yadhurruna shay'an, hawatadhuru lolote, kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kama alivyosema mtume sallallahu alaihi wasallam. Hawa ndio hawa hizbiyun, ndio hawa hizbiyun ambao hawafuati sawa sawa manhaji hii, wanafuata mara nyingine hawa za nafsi zao, wanajinasibisha kwenye manhaj lakini mara nyingine wanafuata hawa za nafsi zao. Hawa ndio mukhadhilun, hawa ndio al-khadhilun wal-mukhadhilun. قال نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم، أي من أهل السنة والجماعة، وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، asizipotoshe nyoyo zetu baada ya kutuongoza. Wa an yahaba lana min ladunhu rahma innahu huwal wahhab, na atupe kutokana na yeye rahma, yeye ndiye mwenye kutoa sana. قال أيضا رحمة الله عليه شيخ الإسلام: وبهذا يتبين أن أحق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية أهل الحديث والسنة. na kwa hili watabainika kwamba walio na haki sana kuliko watu wengine kuwa ni kikundi hiki kitakachosalimika na adhab ni ahlul hadithi was sunna, watu wa sunna, alladhina laysa lahum matbu'un yata'assabuna lahu illa rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ambaye hawana mfuatwa, ambao hawana wanaomfuata, ambao wanampendelea isipokuwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. ahlul hadithi was sunna alladhina laysa lahum matbu'un yata'assabuna lahu illa rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ambao hawana mfuatwa ambaye wanampendelea isipokuwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Lakini wengineo wote yata'assabuna birrijal, wanata'assab kwa watu asiyekuwa mtume sallallahu alaihi wasallam. قال وهذه من أجل العلامات الفارقة بين الصادقين وغيرهم، بين أهل الحق والذين يدعون أنهم على الحق وليسوا منه بسبب. hii ndio alama tukufu inayofarikisha, yenye kufarikisha baina ya wakweli wa ghairihim na wengineo ambao sio wakweli. وهذه من أجل العلامات الفارقة بين الصادقين وغيرهم. hii ni katika alama kubwa inayofarikisha baina ya wakweli, walio wakweli kwamba wako katika alfirqatu najia, wanaofuata manhaji hii sawa sawa iliyo safi bila kuchanganyiwa na kitu chochote, na wengineo ambao warongo. baina ahli alhaqi walladhina yad'una annahum ala alhaqi, hii ndio alama kubwa inayofarikisha baina ya watu wa haki na wale wanaodai kwamba ni watu wa haki. Walaisu minhu, wala si katika watu wa haki, bisababin, kwa sababu moja au nyingine. Na hawa wapo wengi, sawa hawa wanaodai tu madai ya batil, wako wengi wanaodai kwamba wao ni katika al-sunna wal jamaa min al-firqati najia, wanajigamba, lakini sio wa kweli, sio wa kweli. Wanahawaza nafsi zao nyingine, wanafuata, wanawacha ukweli, wanafuata batil katika mambo mengi sana. Kwa hiyo hawa wako wengi, hawa wababaishaji namna hii, hawa watu wa batil wababaishaji kwamba wao ni katika sunna, wako wengi. Kwa madhari yao utaona ni watu wa sunna kweli, kwa madhari yao na maneno yao ni kweli waona ni watu wa sunna, lakini kumbe ni kinyume cha manhaji hii aliyotuletea mtume sallallahu alaihi wasallam. Wako kinyume cha mambo mengi, bali yataasabuna birrijal, wanataasab kwa watu, wanataasab kwa mashekhe wao.
utaona mtu anajigamba yeye ni salafia, afanya da'wa salafia, lakini kumbe yataasabu bi shaykhihi, yataasabu bi rijalihi, anataasabu kwa watu wake wale anaowapendelea ambao wako katika batil. Watu wa katika batil yeye anafanya taasub nao, anawapendelea, pamoja na kwamba watu katika batil maulama washabainisha huyu yuko katika batili. Huyu Muhammadul Imam, mnamjua Muhammadul Imam wa kule Yaman, huyu yuko katika batili. Huyu anawatetea mashia rafidha mahuthi, anawatetea huyu wazi wazi bila kulazimishwa, akabainisha wazi kwamba mimi sikulazimishwa, mimi hii ndiyo manhaji yangu ya kuwatetea hao mashia. Sasa bado kuna watu bado wanamfuata, na bado mashekhe hao ndio mashekhe wanaoambiwa kwamba ni maulama, bado wako naye huyu, wakati maulama washambainisha huyu hafai kufuatwa, huyu ni dhal mudhil, apoteza watu. Lakini utaona tukisema hivyo tuambiwa wale mafedhuli, wale mafedhuli. Sio ufedhuli, ni kalamu ulama, tufuata maneno ya maulama. Kwa Muhammadul Imam huyu anawatetea mashia mahuthi wanaowaua waislamu kule Yaman, hafai kufuatwa. Kwa hiyo hawa ndio wababaishaji, hawa ndio watu wa batil wanaodai kwamba ni watu wa haki, wanaodai kwamba ni katika Ahlusunna wal Jamaa, walaisu minhu, wala si katika Ahlusunna wal Jamaa. Kwa hii ni alama kubwa, kama alivyosema Sheikh Raslan hafidhahullah, kunukuu maneno ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. وبهذا يتبين أن أحق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية أهل الحديث والسنة الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. hawana mfuatwa wanayempendelea na kutaasab naye isipokuwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hii ni katika alama kubwa hii, lazima tuizingatie alama hii ili tusije tukaiwacha tukapotoka tukawa tuwapendelea hao mashekhe ambao tayari wamebainishwa kwamba sio wa haki, tukawa tunataasabu nao. Ni jambo la hatari, jambo la hatari kutaasab na shekhe, hata kama amekosea wataasab naye. Hilo ni jambo la hatari, waacha haki wafuata batil, sababu huu ni shekhe wangu, huu kafanya hivi, kanifundisha sijui nini. La, haki haiko hivyo. Haki unatakiwa uifuate, hata kama shekhe wako hakuifuata, wewe ufuate haki, uache batili alionayo shekhe wako. Kwa hiyo hii ndio alama kubwa kwamba tumfuate Mtume sallam peke yake, ndio tutaasab naye, tusitaasab na watu na mashekhe wengine ambao tayari wamebainishwa na maulama kwamba hawako sawa, kwamba wana makosa mengi, kwamba wanapinda. Kwa hii ni alama kubwa kama alivyoelezea Sheikh Raslan hafidhahullah ta'ala. والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.